Masala ya kuzungumza yana nguzo 6, na nielewa. Usiseme mpaka uwe una nguzo 6 unazijua na uzifuate, utaongea vizuri kila mahali. Nguzo ya kwanza nimeitaja, inaitwa maramul kalami. Semeni tena. Naam, ni malengo ya maneno. Anayetaka kusema awe ana lengo lake, ili maneno yake yasafiri na hilo lengo. Nasema hapa ili nipewe pesa, basi awe na maneno yenye lengo hilo. Nasema hapa nisifiwe, awe na nia hiyo, aende kwa kusudi huo. Hapa nataka niseme niwachekeshe watu, lazima msemaji awe na nini ili utapata. Thalitha, waqtul kalam. Inaitwa waqtul kalam, semeni hivyo. Wakati wa maneno. Nguzo ya pili ya kuongea ni muda wa kusema, kwa sababu sio kila maneno yanafaa muda wowote. Kila maneno yana muda wake. Ndugu wasomaji, mnanielewa? Usiseme chochote muda wowote. Unachosema ujue huu ndio muda wake. Ukiingiza maneno tu muda sio wake, mwisho watu hawakusikiliza tena, sababu umekosea muda. Hapa na mfano mmoja. Imamu Al-Bakari, Mungu ampe muda mrefu inshallah. Amen. Amuongezee hikma na maarifa. Baada ya swala ya magharibi, mwezi wa Ramadhani, kama ameshatoa salamu, salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah, kisha akasimama imamu. Aliposimama akakupeni salamu tena mpya, kwamba sasa ana mazungumzo kidogo. Ndugu Waislamu, nashukuru kusali magharibi, Mungu aipokee. Inabidi tukumbushane kidogo, tumche Mungu. Anaanza mawaidha. Baada ya magharibi mwezi wa Ramadhani, imamu kasimama, anaanza mawaidha, atabaki mtu hapo. Yaani hii watu huku mnaocha Mungu utabaki hapo. Wakatoka imamu anasalisha, watu wanaona anachelewesha ile swala yenyewe, anaanza marefu. Atashangaa imamu kabaki peke yake msikitini, watu wamemkimbia. Anayo haki ya kukimbia, anastahili akimbiwe. Kwa nini? Ameshindwa kujua muda wa maneno. Sio kila maneno yanasemwa muda wowote. Wasomaji, mnanielewa? Kujua muda wa kusemea ni nguzo ya pili ya kuongea. Useme huku unajua maneno yangu haya, huu ndio muda wake. Hiyo ni nguzo ya pili.